Yes, mambo vipi mwanamichezo wa sawa sawa, haupo uko poa kabisa na unaendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Ikumbuke kwamba siku ya jana Dar es Salaam Young Africans pia walikuwa wana kikao na bodi ya ligi kutokea kule makao makuu, ambako hii yote ilikuwa ni kuweza kuzungumzia mchezo ambao ulitakiwa kucheza tarehe 8 ya mwezi wa 3, lakini ukapangiwa tarehe nyingine ambayo ni tarehe 15 ya mwezi wa 6. Mambo mengi sana yaliweza kuzungumziwa kule, and then kwamba Yanga wao kama wao walikuwa wana mambo matatu au manne ambayo pia walikuwa wanataka endapo yataweza kufanikishwa hayo au kuweza kukamilika au kutimia kabisa, yataweza kuwasababisha wao sasa waweze kupeleka timu uwanjani siku ya tarehe 15. Jambo la kwanza ilikuwa kwamba bodi nzima ya wakurugenzi kutokea pale ligi kuu ya Tanzania waweze kujiuzuru, wao ndio wataweza kupelekea timu kuweza kwenda uwanjani. Lakini pia katibu mkuu na mtendaji ambaye anahusiana na masuala mazima ya waamuzi na wote ambao wako wanahusika kwenye swala zima la mchezo, na wao wakikwisha kujiuzuru tu basi Yanga itaweza kupeleka timu uwanjani. Lakini pia aliweza kutoa siri ya kwamba ile siku ambayo mechi ambayo ilitakiwa ichezwe siku ya tarehe 8 ya mwezi wa 3, watu wengi waliamini kwamba mabouncer wa Yanga ndio ambao walikuwa wanawazuia Simba kuweza kuingia kufanya mazoezi, ambapo ilikuwa ni jioni ya tarehe 7, ambapo tarehe 8 ilibidi mbungi hiyo iweze kuchezwa. Alikama ameweza kuweka wazi kabisa ni kwamba kuna kiongozi mmoja mkubwa kabisa wa serikalini ambaye hakumtaja jina kwa ulinzi zaidi, ambaye aliweza kuamuru kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa usiweze kufunguliwa kwa sababu ambazo alikuwa nazo yeye za kutoweza kukataa kuweza kufunguliwa mlango huo na Simba ili waweze kufanya mazoezi. Comments zikawa ni nyingi sana, kiongozi huyo ni nani, mbona kama mpira wetu unakuwa unaenda tofauti, na kauli yao ikabakia kwamba wao hawawezi kucheza mchezo huu, na wameshikilia kwamba hawawezi kucheza mpaka kila kitu kitakapoweza kwenda sawa. Lakini pia ikumbuke kwamba wako kwenye mashindano ya CRDB Confederation ambalo mpaka sasa hivi wamefika kwenye stage ya hatua ya finali, ambayo pia inaweza kutegemea kuweza kuchezwa tarehe 28 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2025 kutokea pale Zanzibar, ndipo ambapo ilitakiwa mchezo huu uchezwe. Lakini Yanga kama wao wameweza kukanusha tena kwa mara nyingine, na hii ni mara baada ya ikumbuke kwamba msimu uliopita waliweza kuchukua kombe la shirikisho nikimaanisha CRDB, lakini bwana kumbe kuna pesa ambayo walikuwa hawajalipwa ya finali. So na wao wamekuja kulitoa hili tena kwamba endapo kama pesa yao hadi siku kufikia watakuwa hawajaweza kulipwa, basi hawatacheza tena finali ambayo pia inawakabili mbele. Kwa hiyo sasa hawachezi NBC Premier League, lakini pia hawachezi kombe la shirikisho nikimaanisha CRDB Confederation, ambapo kuwa kule kwenye CRDB pia sababu yao kubwa ni kwamba hawachezi mpaka walipwe pesa zao. Lakini pia NBC Premier League hawawezi kucheza mechi ya tarehe 15, lakini pia viporo vyote ambavyo vimekuwa vimebaki, ambacho tunajua na kiporo cha Tanzania Prison lakini pia na Dodoma Jiji ndio viporo ambavyo wameweza kuvibakisha, hawataweza kucheza katika hizo mechi zote mbili kwa sababu ya hao Simba kuweza kupeleka timu uwanjani siku ya tarehe 8 kwa sababu ya kusema kwamba hawakuruhusiwa kuweza kuingia uwanjani. Wao bwana hawawezi kupeleka timu tarehe 15 kwa sababu ya vile vitu ambavyo wanataka vitekelezwe, ikiwa ni kujiuzuru kwa bodi ya ligi na mkurugenzi ambaye pia anahusika na masuala mazima ya marefa, wamekuwa wakiwabeba sana timu tofauti kutokea hapa Tanzania. Sasa wewe kama shabiki wa Yanga, wewe kama shabiki wa Simba, una yapi maoni yako kuhusiana na dabi hii ambayo pia ilitegemea kucheza tarehe 15, ambapo mpaka sasa hivi bado haijajulikana kwamba nani atapeleka timu uwanjani, kwa sababu Simba wao wanasema tiketi kwa wale ambao walikwisha kununua waendelee kuzitunza, mechi ipo itachezwa, lakini Yanga bado hawajatangaza viingilio mpaka sasa hivi, na ingalia kuwa wao ndio wana haki ya kuweza kutangaza viingilio ili watu waweze kuchangia na waweze kwenda kucheza mpira siku ya tarehe 15. Ikumbuke kwamba zimebaki siku chache tu ili kuweza kufikia siku hiyo. Sasa je, ligi kuu itaweza kuleta majibu ambayo pia kwa Yanga wataweza kuyakubaliana na ili waweze kupeleka timu uwanjani siku ya tarehe 15? Mimi na wewe hatujui. Endelea kutufuatia kwa sababu sisi tutakuwa kwanza kabisa kukupatia updates nyingi zaidi kutokea hapa. Subscribe channel yetu, lakini pia kulike, kucomment, utakometisha kinoma noma.